Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Wahitimu wa mafunzo ya elimu ya dini ya Kiislamu katika chuo cha Jamii ya Ahmadiyya kilichopo Kihonda Magorofani, Manispaa Morogoro wametakiwa kwenda kuwa na mawasiliano mazuri na jamii sambamba na kuisaidia kutatua changamoto zilizopo. Haya yamesemwa na Amir na mbashiri mkuu wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya Tanzania, Sheikh Khawaja Muzaffar Ahmad, wakati akizungumza katika mahafali ya vijana ambao wamehitimu elimu ya dini katika chuo hicho cha Jamii ya Ahmadiyya ambacho kipo chini ya Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya Tanzania, ambao wameandaliwa kwa ajili ya kwenda kuitangaza elimu ya dini ya Kiislamu. Sio kama unakaa na leo uwe na mawasiliano na watu wengi katika dua. Ili leo kama tunapata wanajamaa kuuliza na kufanyana, lazima uwe na fikra mbalimbali, uwezo mbalimbali ya kusaidia wanajamaa. Ndio anasema ya kwamba wale wana mateso mengi watakuja kwenye, basi usaidie kwa mawaidha mazuri na ili wapate utulivu wa fikra wao. Kisha anasema kazi ya mwalimu, kazi ya mbashir, kazi ya walimu ni kusaidia wale wajane katika society yao. Hiyo ndio tutakapoenda angalia wale wajane na mayatima. Moja ya kazi ya mbashir na mbashir sio kwamba kama mjane au hapa mzee sana hana uwezo yote, ni mwanajamaa au sio mwanajamaa, lakini wewe umeshahakikisha kwamba huyu mtu kweli anastahili. Akizungumza katika hafla hiyo ya kuwaaga wahitimu hao, mkuu wa chuo hicho cha Jamii ya Ahmadiyya Sheikh Abid Mahmud Bati ametumia fursa hiyo kuwaasa viongozi hao wapya wa dini kwenda kufanya kazi kwa kuzingatia utii, uadilifu na unyenyekevu, huku baadhi ya wahitimu hao nao wakizungumza namna watakavyoenda kuitangaza elimu hiyo ya dini. Mtumishi wa jamati kwa sifa tatu hizi: utii, uaminifu, unyenyekevu. Neno mengi yanaingia huko: utii, uaminifu, unyenyekevu, utakuwa mtumishi mzuri. Jambo jingine ningependa kusema ya kwamba yale ambayo mliweza kujifunza hapa jamii na mliweza kushiriki dini wenyewe binafsi, hayakuwa kwa ajili ya burudani zetu tu, mashindano ya kielimu, mashindano ya kimwili, mashindano ya labda malezi na kadhalika. Yalikuwa kama mazoezi ya kuandaa na kuambia kwamba haya ndio mambo ambayo mnatakiwa mwende kuyafanya kule makabidhi. Majina yangu ni Kasim Isa. Mimi nimehitimu mwaka huu kwa chuo cha Jamii ya Ahmadiyya Tanzania. Mimi ni raia wa Kenya, kwa hivyo kwanza nafurahia kuhitimu kwangu, lakini la muhimu zaidi ni kuweza kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani, kwa sababu bila yeye, msaada wake, ameweza kunisaidia mimi nikaweza kuhitimu leo hii kama mnavyoniona hapa hivi. Nina matarajio makubwa sana kwa ajili ya elimu ambayo nimeisoma hapa kwa miaka 4, na imani kwamba nitaenda kuwapatia watu ama kuelezea watu ambao elimu hii bado haijawafikia, na nina imani wataweza kuelewa na wataweza kuungana ama wataweza kuungana dini tukufu ya Kiislamu. Jina naitwa Ismail Abdulatif Pembe, natokea katika mkoa wa Dar es Salaam. Nimekuja katika chuo hiki hasa, nimejiunga katika mwaka wa 2022. Alhamdulillah, nimshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna mabadiliko makubwa ambayo nimeyapata tokea nimekuja hapa mpaka saizi, alhamdulillah nahitimu. Miongoni mwa mabadiliko hayo pia ni utambuzi wa baadhi ya mambo
hususan kwenye masuala ya elimu, uvumilivu. Pia nimejifunza zaidi katika maisha ambayo nimekaa hapa, lakini pia kupambana juu ya swala fulani na kukazia nia hasa katika swala hili. Hayo ni mambo hasa ambayo kiufupi nimebadilisha katika maisha ya hapa. Tofauti na nilivyokuwa hapo mwanzo, huenda jambo kidogo naweza nikakata tamaa au hivi, lakini hususan katika maisha haya imeniongezea hasa hili. Pia ile spiriti ya kumuomba Mwenyezi Mungu katika kila swala, katika kila jambo, kumtegemea Mwenyezi Mungu pia nimejifunza na nimepiga maendeleo makubwa katika hilo, hususan katika maisha haya ambayo nimeishi ya masomo yangu hapa katika chuo hiki. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi.